Weekend hii ilikuwa na vitu vingi sana ambavyo vimefanyika, na miongoni mwa shughuli za kiburudani ambazo zimefanyika weekend hii ni pamoja na miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava ambayo ilifanyika Mlimani City. Lakini tukio lingine pia ambalo lilifanyika ilikuwa Nandi Festival ambayo ilifanyika Mwanza. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, lakini tukio lingine pia ambalo lilifanyika ilikuwa ni finali za BSS kwa maana ya Bongo Star Search ambayo fanyika siku ya Jumamosi Dar es Salaam. Na tukio lingine pia la kiburudani ambalo limefanyika weekend hii ni lile ambalo lilikuwa likihusisha siku ya kuzaliwa ya mama wa mwanamuziki na mmiliki wa record label ya WCB, Mama Dangote, ambaye ni mama wa Diamond Platnumz. Na hilo ni miongoni mwa tukio pia ambalo limechukua nafasi kubwa sana katika kujadiliwa. Chanzo cha kujadiliwa sio tu sherehe zenyewe, lakini pia matokeo ya kile ambacho kilifanyika katika shughuli hiyo. Na hii ni mara baada ya jana Zuchu, ambaye inadaiwa kwamba ni mke wa Diamond Platnumz, na mara nyingi zaidi Zuchu alikuwa akithibitisha hilo, mara baada ya jana kutangaza kwamba ndoa yao imefika mwisho jana, mara baada ya miaka 6 huko. Pia hajaeleza sababu ya wao kuweza kuachana katika ndoa hiyo ni kitu gani. Lakini jana nilizungumza pia wakati kama utakuwa ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa akifuatilia katika habari au story ambazo nilikuwa nikikuwekea hapa kwenye account ya YouTube, kwamba baadhi ya watu na wadau mbalimbali wameenda mbali zaidi na kudai kwamba sababu ni kutokana na kile ambacho kilifanyika, kwa maana kwamba ile siku wakati sherehe za kuzaliwa kwa Mama Diamond ambazo zilifanyika Madale, kukutanisha watu mbalimbali, na miongoni mwa watu ambao walikutana katika sherehe hiyo, kwa maana kwamba wale ambao walialikwa ni baadhi ya watu ambao Diamond Platnumz aliwahi kuwa nao kwenye mahusiano, nikizungumzia wanawake, lakini pia na watu ambao amekuwa akifanya nao kazi kwa ukaribu zaidi. Sasa inawezekana pengine Zuchu hakuridhishwa hata kidogo kutokana na kitendo hicho na namna ambavyo alikuwa nao karibu na akizungumza nao. Kwa hiyo zile video zimesambaa sana mitandaoni na watu wamekuwa wakizijadili kwa ukubwa sana, akisema kwamba ni kwa namna gani Diamond ameweza kufanya hivyo ili hali kwamba ana mwanamke. Na alifanya mahojiano pale na waandishi wakati wakiwa na Baba Levo. Aliulizwa kuhusiana na kwa nini Zuchu hajionekana katika shughuli hiyo. Alijibu Baba Levo na kusema kwamba Zuchu ni mjamzito. Sasa jana baada ya Zuchu kutangaza, Baba Levo tunafahamu kwamba ni mmoja kati ya mtu ambaye karibu sana na Diamond Platnumz. Baba Levo alikuja kwenye ukurasa wake wa Instagram, akaandika, akaposti picha ambayo inaonekana yuko na Diamond Platnumz. Wamekaa katika ile yale maadhimisho ya miaka kadhaa ya Mama Diamond Platnumz Madale, akiwa amekaa meza moja, na akaandika, mzee wangu nyumba inaungua huko. Na hii ilikuja ni mara baada ya Zuchu kuposti, na comment zilikuwa nyingi sana, watu wengine wakicheka na watu wengine wakifurahia kutokana na namna ambavyo Baba Levo amekuwa akiishi na ile familia. Sasa Baba Levo hajaishi hapo tena. Usiku wa kuamkia leo ameposti tena ni screenshot ambayo inaonyesha ni audio call kwenye upande wa WhatsApp, lakini akiwa anazungumza na Diamond Platnumz, lakini pia kuna namba ngeni ambayo inaonekana hapo, japo haijulikani ni namba ya nani, lakini inawezekana ikawa ni ya Zuchu, lakini inaonekana ni namba ambayo haijaseviwa. Hapa inaonyesha ilikuwa ni saa 8:08 usiku, na katika muda ambao unaonyesha hapa inaonyesha kwamba wameongea kwa takriban saa 1:13 na sekunde 28. Sasa mara baada ya screenshot hiyo, Baba Levo ameambatanisha maneno ambayo yanasomeka #kikao. I say ngoma ngumu walai, tumebonga lisali zima. Kwa hiyo ni kama inatafsiri kwamba wamejaribu kuzungumza na Zuchu, lakini bado pia mambo sio mambo, kwa tafsiri tu ya haraka haraka, japo hajaweka wazi kwamba ni nini ambacho alikuwa anajaribu kukizungumza hapa. Kwa hiyo ngoma bado ni ngumu sana. Huo ndio ujumbe ambao ameandika hapa. Ni moja kati ya post pia mpaka sasa hivi na comment 497 na likes 1012, na watu ambao wameshare ni 133. Kwa hiyo
Hicho ndicho ambacho kinaendelea. Zuchu hajazungumza chochote na Diamond Platnumz, pia hawajasema chochote kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea. Mwenye kuna mtazamo wako ni upi? Usiache kucomment hapa. Na lakini pia nakumbusha subscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, ili pia tukupe update zaidi na kila kitu ambacho kitakuwa kinajili.